Wanakiwalani si ndio? Hebu wanakiwalani kwanza wasimame ndio waone. Unajua hapa ameshachanganya mchungaji. Lazima niwe kweli. Yaani hapa nikiri kwa sababu nikiangalia wanaosimama na atafuta wakiwalani. Sio kwamba mwingine nawajua na rafiki zangu. Kiwalani hebu msimame. Kati ya swala ambalo lilikuwa gumu nikikaa pale kila natafuta. Sasa wakiwalani wako wapi? Mbona kama siwaone vizuri? Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu, naomba mkae. Neno ambalo nimesikia ndani yangu kutembea kwa sababu ni ibada ya kutegemeza mchungaji. Nguvu ya kanisa lenye ukarimu katika kujenga ufalme wa Mungu. Nguvu ya kanisa lenye ukarimu katika kujenga ufalme wa Mungu. Nguvu ya kanisa lenye ukarimu katika kujenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kanisa lenye ukarimu katika kujenga ufalme wa Mungu. Ni bahati mbaya sana kusikia ukarimu mtu anaona kama neno la kawaida, lakini kwenye Biblia lipo wachungaji wa lazima. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme tu ukarimu ni kutoa chochote, pasipo kulazimishwa. Hiyo ndio tafsiri nyepesi kabisa. Kwa kina mama na walimu wangu hapo na afao mimi, najua atakubali mimi ninachosema. Ukarimu ni kutoa chochote pasipo kulazimishwa. Ukiona ndani ya moyo wako unasikia kulazimishwa, hujafanya bado ukarimu ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Ukiona umefanya kitu na ndani yako unasikia kukuazika, umelazimishwa, wewe unahakika ndani yako hakuna ukarimu. Hata kama umefanya, ila Mungu anayesiri anakuwa anajua kabisa huyu amelazimishwa. Bwana asifiwe. Jina Bwana barikiwe. Jina Bwana barikiwe. Kwa hiyo ukarimu sio kulazimisha. Na ukarimu hauhitaji kulazimisha. Ukarimu hauhitaji kushurutisha. Ukarimu ndani yake umebeba mambo mengi sana. Ndani kubwa katika yote umebeba upendo ndani ya ukarimu. Ukarimu umebeba huruma ndani ya ukarimu. Ukarimu umebeba moyo wa ibada kwa Mungu aliye hai. Ukarimu umebeba moyo wa kweli katika kutumikia, katika kusaidia, katika kutoa huduma, katika chochote ambacho unafanyia mtu mwingine katika utaka. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana barikiwe. Jina Bwana barikiwe. Hiyo ndio tafsiri nyepesi ya ukarimu. Na ndio maana tunaona Mungu anamwagiza Musa kwenye kitabu cha Kutoka mstari ule 25. Ule mstari wa pili anamwagiza Musa wakati anataka kujenga hema takatifu. Anamwambia hivi, nenda ukanichukulie sadaka kwa wale wenye moyo wa kupenda. Bwana asifiwe. Nenda ukanichukulie sadaka kwa wale wenye moyo wa kupenda. Yaani Mungu haishiwagi. Mungu ana kila kitu, ila anapenda kupata sadaka kwa wale ambao wako tayari kumtolea Mungu sadaka. Anapenda kupokea vitu kwa watu ambao mioyo yao iko tayari kumkudilia Mungu mioyo yao ili waachilie, ili na yeye sasa aweze kuachilia baraka zake. Asijependa kumlazimisha mtu. Hiyo ni kanuni ya Mungu. Ndio maana hata kwenye wokovu hajaje kulazimisha mtu aokoke. Amesema mimi nawapa uzima na mauti. Njia ziko mbili, njia ya gizani na kwenye nuru. Unachagua mwenyewe. Haleluya. 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 Kama unasikia ile somo la pili la Warumi 8 tulichosoma, anasema yale ambayo hakuwezekana kwa sheria, yale ambayo kwa sheria ilikuwa inawezekana,
Sasa Yesu kwa sababu alienda msalabani kuchukua dhambi, sasa watu tumekuwa huru, ili kusudi ufanye uchaguzi wa kwako mwenyewe. Haleluya, haleluya, ili kusudi ufanye uchaguzi wa kwako. Kwa hiyo hata ukarimu aliweka ndani ya Biblia ni ukarimu ambao Mungu anataka wewe ujitoe kwa moyo wako, kwa sababu ukijitoa kwa moyo, viko Mungu anaweza kufanya kwenye maisha, lakini ukifanya kwa kulazimisha, viko Mungu pia naye atahitaji nguvu nyingine ya kulazimisha kufanya juu yako. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni neno ambalo ni kama agizo ndani ya Biblia, lakini ni neno ambalo limekupa uhuru wa kuchagua ufanye mwenyewe kwa moyo wako au unataka kulazimisha. Lakini yeye angependa ufanye kwa ukarimu, ili ufanye bila kulazimisha, ufanye bila kusulutisha. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hata unaotoa misaada kanisani ni ibada pia. Ndio maana nasema ndani ya ukarimu kuna ibada. Ni ibada pia, ni moyo wa ibada. Na watumishi wa Mungu walioko huko mbele wanajua, kwa sababu wamepita serikalini, wakiangalia kwa namna kawaida kabisa. Wako Kristo ambao wanajua kabisa huyu akimwambia mchungaji leo anajua kweli huyu nani, maana anamfahamu. Kwani kwa sababu anakiona, anajua kuna kitu ambacho akiwa nacho anaua anatoa. Asipokuwa nacho anajua kabisa huyu nani. Na hata mchungaji wala hawezi kufikiria tofauti, kwa sababu anamfahamu, akiwa nacho atatoa. Kwa sababu ndani yake kuna moyo wa ibada, ndani yake umebeba ukarimu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tukisoma Wakorintho wa pili sura 9, na wachungaji mtakuwa mkanisaidia ili nitende kupunguza muda. Wakorintho wa pili sura 9 ule mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi: kwa habari ya kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuandikia, kwa maana najua utayari wenu ninaojisikia kwa ajili yenu kwa Makedonia, kwamba Akaya ilikuwa tayari tangu mwaka mzima, na bidii yenu imeachia moyo wengi wao. Kwa habari ya kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuandikia, maana najua utayari wenu ninaojisifia kwa ajili yenu kwa Makedonia, kwamba Akaya ilikuwa tayari tangu mwaka mzima, na bidii yenu imeachia moyo wengi wao. Paulo anawaandikia watu wa Makedonia, na wale wasomaji wa Biblia na makuhani hapa wananielewa. Ukisema Makedonia sio kanisa moja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa Makedonia ni makanisa yalikuwepo matatu. Kulikuwa na kanisa la Filipi, kulikuwa kanisa la Tesalonike, na kulikuwa kanisa la Beroya. Hayo ndio makanisa yalikuwa Makedonia. Ni kama mtu akisema makanisa ya Temeke. Sasa ndio kaangalia Temeke, hatuna kanisa moja. Bwana asifiwe. Ni mtu mzaa akisema makanisa Ubungo. Sasa ndio kwa nasema Makedonia, kwa sababu kulikuwa na makanisa zaidi ya moja. Na bahati mbaya sana au bahati nzuri sana, zamani hakukuwa na madhehebu. Kwa ilikuwa yote ni makanisa ambayo ni wafuasi wa Kristo. Bwana asifiwe. Hakukuwa na madhehebu kwamba hapa ni KKT, hapa ni TAG, hapa ni Moravian. Yalikuwa ni makanisa ambayo yanatambulika kwa maeneo ya kwao. Jina la Bwana libarikiwe. Paulo anawaambia kwa namna ya kuhudumia watakatifu, kwa namna ya kuhudumia watumishi wa Mungu, kwa namna ya kuhudumia nao watuma kwa ajili ya kazi ya Bwana, wale wanaotenda kazi ya Bwana. Akasema kwa kweli sina sababu ya kuandika, kwa sababu najua mimi. Yaani kama mtu amekuja hapa kwa anasema, yaani kwa namna tuwarani walivyo kwenye kutunza wachungaji, kwa namna wanaotunza vyombo mbalimbali kuja kwa kazi ya Mungu, kwa kweli mimi sitaji hata kuongeza neno, maana wengi kupitia hili wametiwa moyo sana na wanaohudumia watumishi wao. Haleluya. 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 Wale walokole wazangu ngoja mnisikie.
kusoma habari ya Isaya 58? Mmewahi kusoma habari ya Isaya 58? Isaya 58. Pale kwenye Isaya utapata ibada mbili, ibada ya kweli na ibada ya uongo. Lakini mimi nataka usome mstari wa pili, anasema hivi: walakini mwanitafuta kila siku na upenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda kwa haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahia kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tunajitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Huo mstari wa 2 na 3. Sasa mimi nataka usome mstari wa 7. Anasema hivi, Luka, wewe ukipata nafasi utasoma mwenyewe. Wa 7 anasema, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako, kuwaletea maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umwonapo mtu aliye uchi, umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja na wewe. Ule mstari wa 8 anasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itakutokea mara. Hapa alikuwa anazungumza na watu ambao ni Wakristo kama sisi, wanaomtafuta Mungu kanisani, wanaofanya hata kufunga, wanaofanya huduma, anamwimbia Mungu, wanaofanya kila namna, wanajituma. Wengine ni vyeo, tunayapa ni vyeo wa kanisa, wengine ni madikoni, wengine ni mawakili, wengine wana kila ngazi ndani ya kanisa wanafanya kazi, wengine viongozi wa idara kama shemeji yangu pale, sikuwatambulisha. Lakini Mungu anachosema, na wengine walikuwa wanafanya kazi ya kuomba na tuombea usiku na mchana, na wameombea na ibada. Kuna watu hawajui hapa walikuwa wanaombea ibada siku ya leo. Hao ndio wapo sema, lakini anasema nyinyi huko kufunga kwenu, na kweli mimi nikiwatazama mnaonekana kabisa mnanitafuta kwa haki mimi Mungu wenu. Mna sura ya kumtafuta Mungu, mnaonyesha na matendo ya kumtafuta Mungu. Lakini mimi nilichoagiza sio hiki, kuwavisha nguo walio uchi. Mimi nilichoagiza sio hiki, kuwapa maji walio na kiu. Mimi ninachosema ni hiki, sikuambia muwasaidie ambao hawana uwezo wa kusaidiwa. Anasema mimi nasema, sikusema mwatafute wahitaji mwaguse. Hivi hasemi kwamba msiombe, wala hasemi kwamba msifunge, hajasema kwamba tusifanye huduma. Anachosema alitamani kuona hatua zaidi ya pale ya huduma iende mbele. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana barikiwe. Jina Bwana barikiwe. Yaani lengo sio tu kukaa kwenye idara hivi ukasema mimi nakaa kwenye idara. Ni kama mhubiri kama mimi akisema unajua mimi nahubiri neno la Mungu, kwa hiyo kazi nyingine siwezi kufanya. Ngoja kuna huruma na mahusiano yako wewe na Mungu wako. Usianze kuchanganya habari za kutoa vipawa ukachanganya kila ambacho wewe unataka Mungu anakitaka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana barikiwe. Yaani sio ukafikiri Mungu anaanza kuhudumia kwenye grupu. Yaani kama grupu la kina mama wa mabibi. Kwa sababu tulikuwa tunafanya huduma kwenye grupu la kina mama, alafu kwa wote tutaenda tutapata baraka za Mungu. Haiko hivyo. Haiko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana barikiwe. Ukasema si kwayo, unajua tulikuwa naamka asubuhi kila siku. Sisi ndio tunakuwa kwanza kusaidia na mchungaji, ndio tunapokea na wageni. Hata washirika wote hawajaje, lakini sisi mchungaji pia ndio tunapokeaga hapa. Tunashindaga Mungu ukishafanya hiyo huduma, anataka aone mahusiano yako na Mungu wako. Haleluya. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Ndio maana wa Makedonia walikuwa wanafanya kwa moyo kabisa. Walikuwa wanajua wanatamani pale wana makanisa yao wanamwabudu Mungu. Lakini hao Makedonia walikuwa wanahudumia watu wanaenda pia kuhudumu kwa Yerusalemu. Walikuwa wanajua na kanisa la kwao wanatakiwa kujenga, lakini bado walikuwa wanahudumia watumishi wanaofanya kazi ya Mungu mahali pengine. Sasa wewe shikilia kimoja alafu uone Mungu atakachosema. Haleluya. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Tunaposema upendo ndani yake umebeba, yaani ukarimu umebeba upendo na huruma.
Hebu naenda kitabu cha Korinto wa pili, ile sura ya 8. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Wakorintho wa pili ile sura ya 8, mstari wa kwanza mpaka wa 3. Natamani mwelewe sana Mungu hapa. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana barikiwe. Nina maadili wengi wameona, mimi sitasoma. Lakini alichokuwa anasema, alikuwa anasema na watu ambao walikuwa wanamtolea Mungu sadaka. Hawa wa Makedonia walikuwa wanazungumza, sura ya 9 na 8 zote zinazungumza kitu kimoja cha utoaji kanisani. Hawa watu walikuwa wanamtolea Mungu kwa ajili ya kuwahudumia watu wengine, watumishi wanaenda kufanya injili huko Yerusalemu. Kila wanaozunguka huko walikuwa wanaachilia sadaka. Lakini Biblia inasema hivi, walikuwa wanatoa kwa kiwango ambacho hata alipokuwa na dhiki bado waliendelea kumtolea Mungu zaidi na zaidi. Unaelewa kwa na dhiki? Yaani na mtoto mmoja wa 7 anatakiwa kwenda shule chekechea. Alafu kuna mtu hata 200 ya uniform mtoto hana. Wewe baada ya kuenda tena akitaka kumaliza mtaka kutoka kwa polisi. Alafu mtu baada ya kutoka kwa vitabu pia kwa nini shule. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama walikuwa wahitaji, walikuwa na uhitaji nazo. Ila kwa kuwa ilikuwa ni kazi ya Mungu, waliamua kutoa zaidi ya kulivyokuwa na uwezo. Na walikuwa wanatoa kwa moyo kabisa, wala hakuna aliyekuwa analazimisha. Biblia inasema kwa kwa ukarimu. Hakuna aliyekuwa analazimisha. Walikuwa wanaona kwamba wana shida wanazo. Akitazama hivi anaona kwamba hapa mimi nilikuwa nimepanga ninunue nguo mbili. Alafu kuna mtu anaona hata hiyo mtumba leo kununua wakati mimi nimechukua kitambaa. Anamwambia mimi nafikiria ngoja niwatolee. Haleluya. Haleluya kanisa. Wanaoendelea kupungiana mikono hiyo, wanaoendelea kupungiana mikono. Sasa hayo tunamtunza mchungaji. Na mimi naomba nikiri. Mchungaji Fidea mimi simfahamu. Sio simfahamu kwa sura, nataka watu wanielewe. Yaani mimi namfahamu hivi alivyo, najua ni mchungaji alipata mrandisi, yaani namfahamu hivyo. Ila mimi simfahamu. Yaani hata kuniuliza huduma yake anafanya nini hata sijui. Yaani leo nilipokuwa napewa barua mchungaji, nikiri kwamba nilikuwa nasoma. Kwa mchungaji Fidea ndio yuko Kibarani. Bwana Yesu asifiwe. Simfahamu. Lakini nataka nikwambie hivi, swala la ukarimu wa Mungu hautaji kutazama wewe unamfahamu huyo mtu. Sio, nielewe. Swala la ukarimu wa Mungu hautaji unamfahamu sana wewe rafiki yako. Swala la ukarimu wa Mungu ndani ya mioyo ya mtu hauhitaji muwe na ukarimu. Mungu hahitaji kutegemea. Ezra anachapa Kristo kama na msalaba kwamba ndani ni Kristo alibatizwa katika majina aliyobatizwa. Huyo ni ndugu yako. Bwana asifiwe. Jina Bwana barikiwe. Huyo ni ndugu yako. Na akiona mioyo ya namna hiyo ambao kuna Makedonia ya kwamba hawafahamu wanaenda kuhudumia Mungu lakini wanaachilia sadaka. Hawajui wala tumishi kama zile hela ndio wanataka kufanya huduma au wazee. Ila wao waliachilia sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hawakutaka kuuliza maswali. Wewe mtu ambao unafanya faida sana, sisi tunajua hawa watumishi wanaenda kuhubiri ili mambo mengi basi kwa support kwa kazi za Mungu. Haleluya. Haleluya. Haleluya kanisa. Sasa kitu gani kilikuwa kinabeba? Imani tu. Bwana ndani ya mioyo yetu ni imani. Sasa kiwango gani unamwamini Kristo? Hiyo ni siri ya kwako na Mungu wako. Kwa sababu pengine naweza kaja jaribu hapa. Alafu Mungu akataa kupima kiwango chetu cha imani. Tukapoteana. Bwana asifiwe. Jina Bwana barikiwe. Na kumbuka kisa kimoja kule Nigeria, kuna mtumishi mmoja alikuwa amekaa pale, wanapiga injili, wanaimba, wanasifu, mpaka analala chini, wanagaragara. Ile clip sio kweli au ya uongo. Ila mimi nilipata funzo nzuri sana. Watu wakana pale wanapiga, wanaimba, wanaomba. Ghafla majambazi wakawa wamevaa maski. Wakaingia ndani ya kanisa.
Huwezi kuamini, hata mchungaji alipotea. Walibaki Wakristo wawili tu. Tena alikuwa anauliza swali, mkatae Yesu. Wale wengine tutaka mchungaji alikataa Kristo. Waumini wawili tu ndio walikataa. Walikuwa na mapanga yanameremeta hivi. Alafu kumbe watu wale hawakuwa majambazi. Walikuwa ni Wakristo wale ndani ya Mungu kujaribu kanisa tuone kama kweli wao upande wa Mungu au la. Haleluya. Haleluya. Lakini kushukuru. Haikushukuru. Imani ndio inakupa kuridhika. Kwa sababu huwezi kuridhika kwa kupata pesa za ulimwengu, huwezi. Hata kama ungekuachia Dar es Salaam leo utasema ni ya kwako. Na kuhakikishia ungetamani na Morogoro hiyo ya kwako pia. Hata ningekwambia na Morogoro hapo ungesema nafikiri wangeniongezea elimu pia. Hata kama ungenipa elimu ungesema nafikiri na Dodoma pia kwa sababu karibu pia nipe pia. Wangekupa ungesema na Pwani wewe pia mkoa kwangu na pia Tanga wewe mkoa kwangu. Na vyote ni ndio ya kwako. Haleluya. Haleluya kabisa. Lakini ukiwa na imani kwa Kristo, anakupa imani na anakupa amani yake. Anakupa imani na anakupa amani yake. Ndio kuanzia kuridhika sema Bwana, hapo tunataka moyo wako unakuwa umejaa shukrani. Asante Bwana hata kwa maisha. Kwa sababu nikiangalia yamkini aliona mimi maskini, lakini wako maskini ambao wako wanamshukuru Mungu. Wako ambao walikuwa na sadaka na mimi tukiwa nasoma shule kule Mtengani. Sasa hivi ni marehemu. Mimi naishi. Na wala sio mimi mtakatifu kuliko wala kule kijijini. Na mimi sina wakati kama ni mtakatifu kuliko wala usali hapa Dar es Salaam, sina wakati. Wewe unajua ni moyo wako. Lakini Mungu akiona kiachilia kitu kwa ajili ya kusema na wewe juu ya kuachilia moyo wa ukarimu. Maana anataka kusema leo kuna mahali ataka kuachilia sadaka ili Mungu aweze kufungua kwenye moyo wako. Anataka kuachilia sadaka ili Mungu apate nafasi ya kutumika pamoja na wewe. Anataka waachilie sadaka ili wewe naona kuingilia kwenye maisha yako. Anataka waachilie sadaka wewe naona kuzungumza na watoto wako kama unafikiri wewe kuzungumza nao. Haleluya. 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 Ile Ibrania 1 soma na mstari wa 6. Ibrania 11 mstari wa 6. Ule mstari wa kwanza unakupa uhakika. Hata kile ambacho hujakiona. Hata mimi nikauliza swali hapa jepesi. Jamani, tunaomba Mungu, kuna mtu aliona anafananaje? Niulize